Mimi nataka niseme hivi, nikiwa hapa Vihiga, nafasi ya viongozi wale wenye pepo ya ukabila na chuki haipatikani tena katika taifa letu la Kenya. Si mumesikia ule jamaa wa pepo ya mambo ya ukabila? Ule anazunguka, akifika hapa anasema nyinyi Waluhya, akifika pale anasema nyinyi wa Kisii, akifika pale anasema nyinyi Waria, akifika pale anatukana wananchi wa sehemu hiyo. Tunamwambia huyo mtu wa pepo chafu ya mambo ya ukabila na chuki hana chake katika taifa letu la Kenya. You will lead nowhere. You will lead nobody. You will need nothing. Ama tunasemaje? Hautaongoza mahali popote. Hautaongoza mtu yeyote. Na hautaongoza kitu chochote. Hii Kenya ni ya Wakenya wote. Wacheni kutuletea ujinga ya ukabila. Wacheni kutuletea ukumbafu ya chuki. We are a united people. We are one nation. We have a common destiny as the people of the Republic of Kenya. Ama mnasemaje watu wa Vihiga? Mimi niwaulize watu wa Vihiga. Si watu wa Vihiga hapa wanaishi sehemu zote za Kenya? Si mnaishi Nairobi? Si mnaishi Rift Valley? Si mnaishi sehemu zingine? Mnataka mtu atuuzie ukabila hati wananchi wapiganishwe? Huyo mtu ni kumbafu sana. Na nitamunyorosha. Kwanza amenijaribu, atajua hajui. Alale. Atajua hajui. Vihiga hoye. Vihiga hoye. Nyinyi mnataka mtu atuletee ukabila Kenya hii? Wewe mtu pepo chafu ya ukabila, wewe hauna nafasi katika Kenya hii. Ama mnasemaje watu wa Vihiga? Si tumeungana? Si tumeshirikiana? Watu wa kutoka Coast, watu wa Northeastern, watu wa Central Kenya, watu wa Rift Valley, Western hii, Nyanza, Eastern. Sisi ni ndugu moja, tusikubali wajinga watu wa kuletea sisi ukabila. Nimeambiwa hapa tuambie Riswa. Hiyo watu ya ukabila? Watu ya ukabila? Watu wa chuki? Watu wa chuki? Ule mtu ya pepo mbaya ya ukabila? Riswa. Basi